tunaenda kujifunza baadhi ya mafumbo. Yapo mafumbo mengi. Leo tunaenda kujifunza nini maana ya wezi na wanyang'anyi. Yesu alisema wale walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Alikuwa na maisha ni kwamba wale ni wachungaji wa uongo, wanawatoa watu katika kweli ya Mungu kwa vile wamewaiba, wanawapeleka wanafundisha mafundisho ambayo ni ya uongo na mawazo yao. Kwa hiyo neno la Mungu wanakuwa hawafundishi kweli ya Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku yule mtu kwa kushindwa kuijua kweli anashindwa kutofautisha ukweli, anashindwa kupambanua kati ya ukweli na uongo. Biblia inaposema mtu ni mzee, ana njaa, ana kiu, ni uchi, ni mgeni, ni mgonjwa, kujifunza. Kwa hiyo mtu kuwa na njaa na kiu, uchi, wageni, wagonjwa, wafu, hali ya kufa, au mtu kuwa mzee au kuwa mhitaji. Sasa mtu akiwa kwenye hali hizo, au mtu kosa mavazi, au mtu kuwa kwenye magereza, kuwa mtu kwenye magereza, sasa utasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 25 mstari wa 31 hadi wa 46. Sasa watu kama hao, ndio maana Yesu alisema hivi, nimekuja vipofu, wengine ni vipofu, alikuja aliambia nimekuja, kwa sababu aliwaambia wale Mafarisayo kwamba mgonjwa, mtu ambaye ni mzima ana haja na daktari, ila mtu ambaye ni mgonjwa anahitaji daktari. Na akasema nimekuja ili wenye dhambi wapate kutubu. Kumbe ugonjwa alikuwa anaongelea hakuwa anaongelea ule ugonjwa wa hospitalini, ila Yesu anaweza kutibu magonjwa yote. Ile ugonjwa alikuwa anaongelea hapa ni mtu kuwa mwenye dhambi. Kwa mtu akiwa mwenye dhambi ndio anafananishwa na mtu mwenye njaa na mwenye kiu na uchi na wageni na wagonjwa na hali ya kufa na wazee na kukosa chakula, na kosa chakula, mtu yuko magereza, ni mzee, ni mhitaji, ni maskini. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 5 pale anasema ili maskini wa roho maana watashibishwa. Kuwa na njaa maana hao wana upungufu wa neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu na upungufu wa neno la Mungu, wewe ni mtu aliyekufa kiroho. Kwa maana Yesu alimwambia yule mtu acha